Naam, hujambo mtazamaji na karibu. Kama ambavyo tulikuahidi kwamba tutaendelea kusogezea maudhui ya aina hii pale ambapo inatubidi kufanya hivyo, lengo likiwa ni kuangazia mchakato mzima wa zoezi zima la uchaguzi, ukizingatia kwamba huu ni muda maalum kabisa ambao Tanzania inatazamiwa kuingia katika lindi la uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani. Mimi naitwa Dickson Kanyika. Tafadhali karibu uweze kuungana nasi mwanzo mpaka mwisho. Hivi leo tunaye mgeni wetu ambaye tumemleta hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumza mambo kadha wa kadha kuhusiana na mchakato mzima wa siasa, lakini vile vile aina ya siasa zetu kadri ambavyo zinakwenda katika kipindi hiki ambacho tunataraji kuingia katika zoezi la uchaguzi. Na moja kwa moja nimkaribisha hapa Humphrey Miringa. Karibu sana. Asante sana. Habari ya majukumu? Majukumu tunaendelea nayo. Okay. Nakushukuru sana. Ndio. Kwanza kabisa tuanze kwa kufahamu, ukizingatia kwamba umekuwa ni miongoni mwa wafuatiliaji muhimu sana wa siasa ambazo zinaendelea katika taifa letu. Siasa hii kwa miaka hii minne ya Daktari Samia Suluhu Hassan, unaweza ukaitafsiri kwa namna gani? Mimi nafikiri ni siasa mtambuka. Kwanza amekuja na zile 4R ambazo kuna wale wanaamini kwamba zinatekelezwa na kuna wengine wanaamini kwamba hazitekelezwi. Kwa hiyo nafikiri siasa zinaendelea kufanyika, lakini kwa mtazamo wangu naona kama zimejaa fitina sana kuliko uhalisia. Okay. Unapozungumzia fitina unamaanisha nini? Kumekuwa na mbwembwe nyingi ambazo hazina tija. Ambazo yani zinatuondoa kwenye mustakabali mzima wa siasa zenye tija na kutupeleka kwenye siasa ambazo hazina tija. Okay. Sawa sawa. Na tukiangalia katika eneo hili la Njombe, aina ya siasa ambayo inaendelea, unaona ikitimiza matakwa na mahitaji ya wananchi? Ninaona kwa kiasi fulani. Alafu wana Njombe wengi sana huwa wajiingizi kwenye siasa. Lakini wanasahau kwamba siasa ndio inayopanga kila kitu unachokiona kinachotokea. Bei ya mafuta, bei ya sukari, bei ya nini. Hiyo yote ni siasa. Kwa hiyo naona watu wachache ndio wanajishughulisha sana na masuala ya siasa. Watu wengine hata kwenye mikutano ya vyama mbalimbali, CUF, CCM, Chadema, hawajitokezi kwenda kusikiliza. Wanasema tu kwamba hii ni siasa, sisi ngoja tuendelee kufanya shughuli zetu za kiuchumi, lakini wanasahau kwamba uchumi bila siasa huwezi kwenda. Kama siasa haitakuwa siasa bora, kutakuwa na vurugu, hawatafanya hayo wanayotaka kuyafanya. Kwa hiyo naomba tu wajihusishe na siasa, kwa sababu siasa ndio maisha ya kila siku. Na tutakubaliana wote kwa pamoja kwamba siasa ni jukwaa huru ambalo linatoa uwanja wa kuweza kupata viongozi ambao watasimamia maendeleo, lakini pia kuwaongoza wananchi. Ndiyo. Sasa tuangalie pengine kikubwa hasa ambacho kimefanya leo tumekutana hapa ni kuhusiana na mambo kadhaa ambayo yamejiri siku za hivi karibuni, ukizingatia kwamba Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kilikuwa na mkutano wao hapa Njombe. Na katika mkutano wao kuna mambo kadhaa ambayo yalitokea, ukiachilia mbali yaliyojadiliwa katika mkutano wenyewe, lakini vile vile jambo lilohusisha kupigwa kwa mwenezi wa chama hicho. Katika hali ya kawaida tu ya siasa ambazo tunatamani zifanyike, tukio lile ulilipokea kwa namna gani, ukizingatia taarifa ambayo vyombo vya ulinzi na usalama viliitoa? Kwanza mimi tukio nimeliona kwenye mitandao, linazagaa sana. Lakini mimi ni declare interest. Nilikuwa kwenye mkutano ule. Okay. Mkutano wa ndani wa Chadema nilikuwepo pale. Kitu gani hasa ambacho kilitokea kama ulikuwepo siku ile? Kwanza Chadema walikuwa na mambo ya kuzungumza ya ndani ya chama. Na mimi nilikwenda pale kama mdau. Actually mimi ni mdau wa maendeleo. Sasa chama chochote, iwe CCM iwe nani, mimi nakwenda kwenye mikutano yao. Lengo langu ni kuona hawa watu tunaowapa dola wakichukua dola. Yani kwa sababu chama cha siasa chochote ni lengo lake ni kuchukua dola. Sasa hivi dola iko na CCM. Lakini hata Chadema kuna siku wanaweza kuchukua dola. Sasa nikataka kusikiliza yale wanayozungumza kwenye mkutano wao wa ndani yanatija kwa taifa. Nikawepo pale. Okay. Kwa hiyo walikuwa na mambo ya kuimarisha chama, walikuwa wanawafafanulia wanachama wao no reform no election manake nini. Lakini walikuwa wanajaribu kujadili ukuaji wa chama chao, wakiangalia mafanikio, matatizo,
Kwa hiyo kulikuwa na mambo hiyo, lakini unaposema chama kina mambo ambayo yanaendelea kila siku, na unapowakutanisha watu zaidi ya mmoja, kundi la watu, kuna mambo yanakwenda vizuri, kuna migogoro, kuna kugongana. Kwa hiyo walikuwa wakijadili hayo, na walijadili mambo mengi, lakini nataka kuzungumzia hili linazungumzwa kuhusu Sigrada. Tukio lenyewe la Sigrada naona linaongelewa kwa mitazamo ya kiushabiki zaidi kuliko uhalisia wenyewe. Ndio. Sigrada inawezekana amepata tatizo la kushambuliwa kama inavyozungumzwa, lakini kwa kiwango gani, hapa tunatofautiana. Na hatua gani zilitakiwa kuchukuliwa, hapa ndipo tunapotofautiana. Ikumbuke kwamba Sigrada alikuwa anatakiwa kujieleza kwa kufanya mambo ambayo chama cha Chadema kiliona kwenye kikao cha ndani kijaribu kumuuliza aweze kutoa ufafanuzi, na alipewa muda wa kutosha sana kujieleza mambo yale. Na kwa mtazamaji ambaye hakumbuki, pengine Chama cha Demokrasia na Maendeleo kilitoa tuhuma kwamba alifanya ile mikutano pasipo kufuata taratibu za chama bila kibali. Ndio. Na walieleza taratibu kwamba anatakiwa afanye nini. Kwa hiyo hizo ndio zilikuwa tuhuma zinazomkabili, na ilikuwa ni kama usuluhishi unafanyika, na usuluhishi huu umejengwa kwa minijili ya hisia kwamba kuna mgogoro kati ya Sigrada, wengine wanapelekea kusema na Rose, lakini huo mgogoro haujawa wazi. Rose ambaye alikuwa ni mwenyekiti wa chama hapo awali. Mwenyekiti wa chama hapo ambaye sasa hivi ni mjumbe wa mkutano mkuu. Mjumbe wa mkutano mkuu. Kwa hiyo Sigrada alipewa muda wake wa kujieleza, na alijieleza vizuri tu, lakini wakasimamishwa watu tofauti kwa sababu Heche makamu mwenyekiti wa Chadema alitoa nafasi ya watu kujieleza kuhusiana na swala hilo, na maswali yaliulizwa. Lakini kilichojitokeza sasa, wakati Sigrada anajieleza, alipewa muda wa kujieleza na hakuna mtu aliyomprovoke. Lakini waliposimama watu wengine kujieleza, yeye alikuwa na provoke. Okay. Sasa hii ikapelekea kidogo kuleta hali ya kuelewana mle ndani katika kile kikao. Na kile kikao kuna swala hili la kugombea uchaguzi wa mwenyekiti. Hebu naomba niliweke clear. Sio kwa madini, nilikuwa najaribu kusoma ile katiba yao inavyosema. Niliweke clear. Kilichotokea ni kwamba mgombea aliyekuwa akigombea na Rose alituhumiwa kwa kutoa rushwa. Na mwenyekiti wa wakati Heche alisema kwamba kama kumekuwa na uthibitisho wa kwamba yeye ametoa rushwa, manake amekiuka maadili. Kwa kuwa amekiuka maadili, anaondolewa kama mgombea. Kwa hiyo mwenyekiti alisema kwamba huyu anatakiwa aondolewe kama mgombea. Na hapo kidogo palizuka kidogo mjadala. Kwa nini kwa sababu mwenyekiti alisema kwa mantiki hiyo mgombea anatakiwa kuwa mmoja, apigiwe kura ya ndio au hapana, kwa sababu huyu mwingine amejiondoa kwa sababu ameshindwa kufuata maadili ya Chadema, na walisoma kwenye katiba pale maadili yao. Kwa hiyo hicho ndicho kilichotokea. Sasa ilipofika kwenye swala Sigrada, akawa na interrupt watu wengine wanaoongea kulingana na tuhuma zake. Kwa mfano, alituhumiwa kwa kutengeneza muhuri na kwenda kufanya mkutano Makambako. Okay. Sasa ile ilionekana kwamba ni shida. Kumbe taratibu zinataka viongozi wa wilaya ndio watoe taarifa polisi kuna mkutano na nini, walieleza taratibu. Naam, kabla hujaendelea, mtazamaji, nakumbusha hii ni mahojiano maalum kabisa ambayo yanakuletea mijadala tofauti na mawazo tofauti ambayo yanatolewa na wale ambao tunakutana kwa ajili ya kujadili. Nikukumbushe tuko hapa Njombe TV, The Standard Media, lakini vile vile Digital News Tanzania. Pamoja nami mwenzangu ni Prosper Mfugale, lakini vile vile tunaye Ibrahim Jimlele, na mgeni wetu ni Humphrey Miringa, mmoja kati ya wadau wa siasa, lakini vile vile mdau wa masuala ya habari. Naam, baada ya hapo sasa nini kiliendelea? Kwa hiyo baada ya hapo Heche alimwambia Sigrada, naona kikao hiki hakikufaa. Tupishe. Kwa hiyo Sigrada akaamua kutoka nje, huku akiendelea kucomplain, yani anazungumza na complain kwamba mimi naonewa sana na nini. Akaendelea kuzungumza. Kwa hiyo akatoka nje
kwenye hicho kikao. Kwa hiyo alipotoka nje, baadaye makamu mwenyekiti Heche, makamu mwenyekiti wa Chadema aliomba ushauri kidogo kutoka kwa Slaa ambaye alikuwa amekaa kidogo backbench kule. Slaa kwa kweli alisema ingekuwa wakati wangu huyu mtu yani ameonyesha utovu mkubwa sana wa nidhamu. Lakini Slaa akadeclare kwamba Chadema kimepata makamu mwenyekiti ambaye ana hekima sana na busara, kwa sababu ameweza kuvumilia hali iliyojitokeza pale. Na baada ya hapo ikaamuliwa Sigrada afanye nini? Aitwe aweze kuingia ndani. Hapo ndipo palipotokea sintofahamu. Hilo ndio eneo ambalo limetokea sintofahamu. Kwa hiyo alipoambiwa arudi ndani, inaonekana Sigrada alimpiga mmoja ya watu waliokuwepo pale ambao ni vijana wa hamasa. Unajua sasa ilikuwa ni timbwili sasa. Unajua yani sehemu ambayo huwezi kujua nani ni nani, kwa sababu ilikuwa kitu fulani. Kwa sababu Sigrada kidogo alikuwa amepatwa na jaziba. Lakini katika hao watu hamasa, mmoja alimsukuma Sigrada. Kitendo kile cha kumsukuma ambacho watu wengine wanasema kwamba alimpiga kofi, lakini alimsukuma. Na inawezekana Sigrada aliweza akawa amepata matatizo. Lakini mchakato wote ulikuwa ukishuhudia. Swala hili lakini halikuwa limekuwa na mambo mengi sana, kwa sababu lilivuta tension kidogo. Na baada ya askari walifika pale katika lile swala, na alionekana Sigrada kwamba ameanguka, baadaye kasimama. Lakini mchakato kule ndani ulikuwa unaendelea. Yaani kikao kilikuwa kinaendelea na yeye yuko nje. Na pengine ilikuwa muda gani wakati tukio hili linatokea? Kwa kweli siwezi kudhani muda, lakini kati ya kuanzia saa 4 mpaka kwa sababu kikao kimeisha kama saa 6 hivi. Kwa hiyo tunakuelewa vizuri. Pengine tunaamini kwamba maoni unayotoa ni maoni huru. Ndio. Tukizungumzia sura ya mkoa wa Njombe kwa maana ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Ndiyo. Na hata tukienda zaidi tukatanua wigo kitaifa. Ndiyo. Ukitazama kitaifa ni kama bado kuna msuguano wa kitu kinachoitwa makundi. Timu Mbowe na timu Tundu Lissu. Ukija Njombe the same. Hii migogoro inayoendelea unahisi kwamba inatokana na hizi timu, lakini mustakabali wa siasa za Njombe unadhani kipi kinaweza kufanyika kikaleta sura mpya ya siasa hasa za chama cha upinzani? Kwanza nimependa swali lako, lakini naomba nizungumze sasa kwa mustakabali wa nchi. Shida kubwa tulionayo ni watu kukosa uzalendo. Yaani watu wako kwenye hivi vyama wakitengeneza mazingira ya kupata mkate wa kila siku. Wanasahau chama, kuwa kwenye chama fulani ni kama muumini wa dhehebu fulani au kanisa. Wewe ndio unatakiwa uchangie, lakini wao wamejenga mazingira ya kuweza kupata mkate wa kila siku. Kwa hiyo hivi vyama vyote, CCM, Chadema, Kafu, mimi ni muumini wa kuipenda sana nchi yangu ya Tanzania. Na declare kusema kwamba humu kwenye vyama watu wengi wamekuwa ni sehemu ya kutafuta mkate. Kwa hiyo matokeo yake siasa zinakuwa ni za kutafuta mkate na kutengeneza matukio mengi ya kutafuta mkate wa kila siku kwa njia ambazo za hila na namna mtu anayeona anaweza kapata mkate. Bila shaka unaweza kukiri kwamba Njombe kuna mgogoro ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Mimi sioni kama kuna mgogoro, lakini ila kuna mvutano. Hata mvutano hamna, ila kuna kupambana ili kutengeneza mkate wa kila siku. Kwamba kila mmoja anataka kujimegea. Yaani kuna watu wameingia kwenye vyama wakitengeneza maslahi ya kila siku. Yaani sio wachapakazi, yaani watu wamekwenda na rhythm ya siasa ambazo siasa zile za uchawachawa zile ambazo zinawafanya waweze kupata mkate wa kila siku. Na hakuna mgogoro wote. Ndio. Na bila shaka hii ina madhara kwenye chama. Sio kwa chama tu. Madhara yapo hata kwa maendeleo ya nchi. Kwa sababu siasa ndio inazungumzia maendeleo ya nchi. Tukisema sasa utoe ushauri kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ili warejee waweze kukijenga chama, kipi unaweza kuambia? Sio Chama cha Mapinduzi tu. Ushauri sio kwa Chama cha Mapinduzi tu. Sio kwa Chama cha Demokrasia. Sio kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo tu. Hata kwa Chama cha Mapinduzi, hata kwa CUF, hata kwa NCCR. Hebu tuache
kutafuta maslahi binafsi kwenye vyama hivi, baada ya kuvitumia vyama viwe nyenzo ya kuijenga nchi ili kuweza kusonga mbele. Kwa sababu wakati Chadema wanavutana sasa hivi, unaona watakuwa na mwelekeo mzuri kuelekea uchaguzi? Mimi sioni kama wanavutana. Kama nilivyokuambia, mimi ninachoona watu wanavutana, watu wachache wanavutana katika maslahi yao. Bila shaka kwenye msigano na mvutano huu, au hicho unachokisema ni maslahi, kunaweza kupunguza nguvu ya kujipanga kuelekea uchaguzi. Hiyo unaweza kuona kama inaweza kuathiri kwa namna yoyote ile? Kwanza sasa hivi ni mapema kuzungumzia kuhusu uchaguzi, kwa sababu kama kuna chama kinasema no reform no election, mpaka sasa mimi siwezi kusema kwamba watashiriki uchaguzi au hawatashiriki uchaguzi. Na mimi ninapenda, kwa sababu unajua Chama cha Mapinduzi ndio chama kilichoshika dola, ndio chama kinachotakiwa kizungumze mambo mengi makini. Kwa nini mimi napenda sana kukiona Chama cha Mapinduzi kiseme mambo tuliyokubaliana ni 1, 2, 3 tumeyatekeleza, 1, 2, 3 hatujatekeleza. Maandishi ni haya, kwa sababu sio kusema tu, kwa sababu leo hii tunaona chama cha Chadema wanasema kwamba kuna mambo walikubaliana hayajatekelezwa. Chama cha Mapinduzi kinasema mambo hayo tumeyatekeleza. Mimi na wewe hatujui ni mambo gani waliokubaliana. Kwa nini wasilete pepa waliokubaliana kwamba tulikubaliana 1, 2, 3, yaliyotekelezwa ni 1, 2, 3, mambo haya na haya hatuwezi kutekeleza? Kwa nini hayazungumzwi? Nikurudishe nyuma kidogo, tukizungumzia bado issue ya Sigrada kupigwa kwenye wakati kikao kinaendelea, kikao cha ndani. Huoni kama imezalishwa na chama chenyewe, hasa makao makuu, na ikizingatiwa kwamba mgogoro huu umekuwa ukifukuta ndani ya chama kwa muda mrefu? Ukiangalia zile chaguzi za mwenyekiti zimekuwa zikivurugika. Sigrada amekuwa akituhumiwa kwamba yeye ndio amekuwa akichukua pesa upande mwingine wa chama kingine na kuhakikisha kwamba uchaguzi haufanyiki. Lakini tumeona pia kuna wakati Sigrada alikaa bench, alikuwa ashiriki kabisa kwenye mambo ya chama kwa sababu ya huo mvutano, na tungetamani kuona kwamba chama hiki walau kinafikia suluhu ya kutatua migogoro yake ndani ya chama. Sasa swali langu ni kwamba huoni kwamba hiki kilichotokea na kusababisha CCM kujipatia umaarufu kutumia tukio la kupigwa kwa Sigrada kama kisiasa hivi, huoni kama isababishwa na chama chenyewe? Mimi nafikiri CCM wameacha ajenda zao za kuwaletea wananchi maendeleo. Ajenda Sigrada sio ajenda. It's not an agenda kwa watu makini. Yaani kwa chama tawala, Chama cha Mapinduzi, ambacho kinatakiwa kifokasi mambo ya msingi, kifokasi ujenzi wa barabara, kifokasi watu kupata maji, kifokasi watu kupata elimu bora, kifokasi watu kupata tiba. Agenda ya Sigrada, mimi wale wanazungumzia agenda ya Sigrada kwenye Chama cha Mapinduzi, naona wamekosa mwelekeo kabisa, kwa sababu Chama cha Mapinduzi kina mambo mengi sana ya kuyazungumza na ya kujivunia na yanatija, sio hayo wanayozungumza. Hiyo ni kukosa mwelekeo. Ndio kwa maana nimesema ni siasa za uchawa. Leo unamuona mtu ambaye yani unamuona katibu mwenezi wa taifa anakwenda kuzungumza jambo la Sigrada. Kwenda kumuona hospitali mtu aliyoumwa, mimi sina shida nao, lakini kuichukua kama agenda, watu wangapi wanaumwa bwana? Watu wangapi wamepigwa bwana? It's not an agenda. Lakini yule alikuwa ni kiongozi wa chama cha upinzani. Kuwa kiongozi hakukuondolei wewe kuwa mtu wa kawaida. Yaani unajua hatuwezi wote kuwa viongozi, kwa sababu ukiwa kiongozi wewe you are not yani wewe sio tofauti na watu wengine. Ni jambo la muda, ni jambo la nafasi. Wote hatuwezi kuwa viongozi. Kama amepigwa ndio, yuko hospitali ndio, lakini it's not an agenda ya viongozi wa kisiasa kuichukulia kwamba ni agenda ambayo watu wakaizungumza, wakaacha kuzungumza watu wanaokosa maji, wakaacha kuzungumza watu wanaokosa barabara, wakaacha kuzungumza watu waliokosa ajira. Mfano mzuri Njombe tuna parachichi. Viongozi wa Njombe ningewaona wako makini, wangezungumza watu wa Njombe tunaweza aje kuwekeza katika viwanda vya parachichi. Sio kulalamika kila siku, wanalalamika kila siku hakuna mwekezaji. Kumbuka mwekezaji anapokuja anakuja kwa maslahi yake. Sasa hizo ndio agenda za kuzungumza. Kwa hiyo mimi jambo la kupigwa Sigrada, kama alipigwa kama wanapozungumza watu wengine, lakini mimi naona is not an agenda, wala haiwezi kutupotezea. Kwa Chama cha Mapinduzi, baadhi ya watu wanakipunguzia credibility Chama cha Mapinduzi. Sawa, unaonaje sasa kwa level ya kitaifa? Bado kuna makundi inasemekana. Wewe kwa mtazamo wako unaona makundi yapo? Mimi nakataa makundi. Kwanza kunapokuwa na uchaguzi, ukishasema chagua, maana yake kuna A, B. Maana yake lazima kumtofautiane.
kama tukiacha siasa za uchawa, sawa, tukiacha siasa za uchawa, kama malengo yetu ni kujenga nchi, sioni kama Chadema wana makundi, kwa sababu wamefanya uchaguzi wao, wamekiri ni wawazi, haki na nini, wamesema uchaguzi wao ulikuwa huru, haki na wazi, si ndio? Umefanyika. Unakuwa na kundi lipi? Kama ulimtaka Juma amefeli, amechaguliwa Asha, unatengeneza kundi la nini? Kama unatengeneza kundi, una maslahi gani na hilo kundi? Kwa hiyo mimi nasema Tanzania tuache siasa za uchawa. Watu wanasema bado mzimu wa Mbowe huko ndani ya Chadema, hasa kwenye uongozi ambao uko sasa hivi ndio unaowatesa. Sijui una maoni gani? Hakuna mzimu wote. Hiyo ni mitazamo. Ngoja mimi kwa umri wangu, wakati anafariki baba wa taifa, watu tulilia sana. Na tulisema Tanzania itakuwaje bila Mwalimu Nyerere? Mwalimu Nyerere aliondoka, nchi inakwenda. Kwa hiyo Mbowe atakwenda zake. Chadema kama itafika siku ya kufa, kinatakiwa kufa, kitakufa. Sio kwa sababu Mbowe ameondoka. No. CCM ikifika wakati wake wa kufa. Unajua mimi ni muumini wa nchi. Mimi ni mzalendo. Hata Chama cha Mapinduzi siku ikifika kinatakiwa kife, kitakufa. Sawa. Tuzungumzie kwa ufupi eneo hilo. Unatazameje uongozi wa mwenyekiti wa Chadema sasa hivi? Ameanza mikutano na tunaona wameshafika hadi hapa kwetu mkoani na wanaendelea na mikutano, baadhi ya nadhani kwa wakati mwingine, lakini wamekamilishia pale Iringa. Ukiwa kama mdau wa masuala ya siasa, unatazameje siasa zao na kile ambacho wanakifanya sasa hivi? Mimi naona siasa zao zinakwenda vizuri, kwa sababu wao agenda yao ni no reform, no election. Na mimi nafikiri kuna haja ya serikali na Chama cha Mapinduzi kuwasikiliza, halafu kusema hili wanaolisema tulikubaliana, hili hatukubaliana. Na mimi nafikiri serikali na Chama cha Mapinduzi walete dokumenti ambayo walifanya makubaliano na Chadema na mifumo yao hiyo waliokuwa wakizungumza. Alafu ikumbuke kwamba nchi hii sio ya Chama cha Mapinduzi peke yao, sio ya Chadema peke yao, sio ya CUF peke yao, sio ya NCCR peke yao, ni ya kwetu wote kwa pamoja. Kwa mfano, tukizungumzia swala linazungumzwa sana sasa hivi na no reform no election, ni swala la tume huru. Ukizungumza uhuru gani unaozungumza? Lazima tukubaliane kwa pamoja. Sio uhuru wanaotaka Chama cha Mapinduzi, sio uhuru wanasema tume huru wanataka Chadema. Tunatakiwa tukubaliane kwa pamoja. Chadema, CUF, CCM, mimi na watu wengine tukae kwa pamoja. Tuseme jamani, tunaposema tume huru ni hii hapa. Sasa hapa pana shida. Na hii shida ni kutokana na siasa za uchawa. Lazima tuziondoe hizi. Yaani leo hii mimi wewe ukiniuliza Chadema wanasema tume sio huru kwa mtazamo wao. Ukienda kwa CCM wanasema tume ni huru kwa mtazamo wao. Sasa huo sio uhuru. Uhuru unayotaka tukubaliane. Tunaposema tume huru tukubaliane kwa pamoja. Jamani, tume huru tuliyosema, kwa mfano mwenyekiti wa tume huru labda atatokana, ataomba kazi, atapigiwa sijui kula, atafanya, yani tunazungumza kwa pamoja. Tunafika tunasema jamani, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi akishafanya hivi, rais labda baada ya tukio hili ndio atamteua. Hiyo ndio tume huru ambayo tumekubaliana. Basi tuweke sawa jambo moja. Tunapozungumzia tume huru, ni tume ambayo itatekeleza majukumu yake kwa mujibu wa sheria, maana ya kutoingiliwa na upande wote wa siasa, na badala yake kusimamia maamuzi na maoni ya wananchi ambayo yametolewa ili kumpata mtu yule ambaye wanamtaka. Bila shaka hiyo ndio tafsiri halisi ya tume huru. Sasa labda maoni na kile kinachodaiwa na upinzani, unaona kiko nje ya tafsiri hiyo? Kiko sawa, yani tafsiri hiyo unayozungumza ni sahihi kama tu hiyo tume itapatikana kwa mtindo huru. Ngoja nikuulize mfano. Leo wanasema mkurugenzi hata simamia uchaguzi. Katika hali halisi kabisa, ninachofahamu mimi, mkurugenzi kwenye jimbo la uchaguzi alikuwa ni kiongozi tu mkuu. Kuna vijana walikuwa, yani wafanyakazi wengine wanaendelea kufanya shughuli za kusimamia huo uchaguzi. Yeye alikuwa tu ni mtu yule aidha wa kutangaza na kutoa baadhi ya maagizo. Lakini shughuli za kawaida zinaendelea kufanywa na watumishi. Na mtumishi wa Tanzania, hapa naomba niweke vizuri na watu wanielewe, mtumishi yote wa Tanzania yuko chini ya rais, anamsaidia rais. Leo hii mfano Lipumba angekuwa rais, watumishi wa umma wote wangeendelea kumtii Lipumba kama rais kwa katiba ya Tanzania, na wavunji sheria. Na ndio kwa maana nafikiri watu wanaosema huo mfumo ubadilike wanataka tume isiwe na watumishi ambao bosi wao ni rais. Hata ukisema mtumishi wa umma mwandamizi, mtumishi wa umma mwandamizi ni nani?
mkuu wa idara, mkuu wa kitengo. Huyu bado ni mtumishi ambaye bosi wake ni rais. Sasa watu wanakuja kwenye natural justice. Kama mtu huyu bosi wake ni rais, huyu mtu atafanya haki. Kwa sababu hiyo ni natural justice. Yani mfano mdogo tu kwamba wewe jana ulinidanganya na na nikakubana, ukatoa ushahidi wako kuonyesha kwamba kweli ulinidanganya. Je, leo ukija kuniambia jambo natakiwa nikuamini? Umeona? Just a logic. Hiyo ni logic. Swali moja la msingi. Katika no reform no election, unaona kuna hoja ukizingatia sheria ambayo inapigiwa kelele kwamba ifanyiwe marekebisho? Kuna hoja. Kuna hoja. Tena hoja hiyo wala sio kwa Chadema tu. Kwa sababu kukiwa na tume huru, kwa kadiri nilivyosikiliza maelezo ya Chadema, itapelekea hata Chama cha Mapinduzi. Kwanza tutapata wagombea ambao watakuwa makini sana, kwa sababu wote watakuwa na uhuru. Chadema italeta mgombea anayekubalika na wananchi. Kafu kadhalika. CCM hali kadhalika. Kwa hiyo sisi tunaopenda maendeleo ya nchi na wazalendo tutapata wagombea ambao wako makini. Kwa sababu leo hii huwezi kuniambia kwamba watu makini wako Chadema, huwezi kuniambia watu makini wako CCM, huwezi kuniambia watu makini wako Kafu. Watu makini wanapatikana kwa kuweka utaratibu makini. Rais Samia na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi jana wakati wa sikukuu ya Eid aliwasilishiwa waraka na viongozi wa dini wakimtaka kufanyia marekebisho madhaifu ambayo yalitokea kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Na katika hoja yake kujibu wasilisho hilo alisema kwamba ameyapokea na yuko tayari kwenda kuyafanyia kazi. Tukirejea nyuma hapo, alinukuliwa akisema uchaguzi wa serikali za mitaa utakuwa huru na haki. Tumeona sote kwa pamoja nini ambacho kilitokea. Kwa kauli yake hii na aina ya sheria tulizonazo mpaka hivi sasa ambazo ndizo zinazopigiwa kelele na kuibua hoja ya no reform no election, unaona haki ikienda kutendeka iwapo tutaingia katika uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani bila hoja hizi zinazopigiwa kelele kufanya marekebisho? Kwanza mimi nafikiri rais tunamtwisha mzigo mzito sana. Yaani ana majukumu mazito, halafu wasaidizi wake huku chini wanafanya siasa za uchawa. Kwa sababu rais ni raia namba moja wa nchi hii. Rais ndio anaangalia mambo mengi sana. Wasaidizi wake wanatakiwa wamshauri vizuri kwa mustakabali wa nchi. Hata lile aliyopokea kutoka kwa viongozi wa dini. Kwa mfano, watu wanasema amani, tunatakiwa tuilinde amani. Pasipo na haki hakuna amani. Sahihi. Kwa hiyo usizungumzie amani kabla hujazungumzia haki. Kwa hiyo tuzungumzie kwanza haki. Na hii haki inapatikanaje kama sheria ndizo ambazo zinatuongoza kwenda kwenye haki ndio kama hivi zina makona kona? Ni sababu ya uchawa. Makona kona yote haya ni watu fulani wanataka kupata ulaji. Yaani wametengeneza uchawa ambao umeonekana ukikazia sana. Unaathiri vipi hapo utekelezaji wa hizi sheria? Unaathiri kwa sababu watu wanatengeneza mazingira ya uchawa kujinafikisha ili kupata manufaa binafsi. Kwa mfano, leo hii kila mbunge akisimama hatuambii mambo aliyotekeleza, anasema tu namshukuru sana mheshimiwa rais. Rais ana kazi zake na amezitekeleza vizuri, amekwenda kutafuta mikopo, ameleta pesa, ameleta kwetu huku kwetu tuzisimamie. Wewe mbunge zungumza nini umekifanya? Kwa mfano mimi naona ni matumizi mabaya sana kuwa na wabunge. Hawana kazi wanayofanya kwa mujibu wa yale wanayosema. Kwa sababu mbunge anasimama na yeye anamshukuru mheshimiwa rais. Kumshukuru mheshimiwa rais sio kosa. Lakini mbunge zungumza kile ulichokifanya. Umeona? Sasa huu ni uchawa ndio naozungumza mimi. Kwa sababu rais majukumu yake ameendelea kuyatekeleza vizuri sana na yuko vizuri sana. Anatafutia pesa, kuna amani, kuna utulivu, anaendelea kufanya hivi vitu na wadau wengine wote. Haya ndio majukumu ya rais. Wewe mbunge majukumu yako yapi? Diwani majukumu yako yapi? Mimi sijamuona diwani au mbunge akasimama akasema mimi nilipochaguliwa ilani ya chama changu ilisema 1 2 3. Maono yangu mimi yalikuwa 1 2 3. Niliyoyatekeleza mimi ni 1 2 3. Kama wewe mwandishi wa habari umewahi kumsikia mbunge akisema hivi, basi naomba unitajie. Nani huyo mbunge? Tatizo liko wapi? Watu wengi wako kwa ajili ya maslahi yao. Wanatengeneza uchawa. Wachukue majukumu yao. Rais amechukua majukumu yake vizuri na anafanya vizuri kabisa. Anayatekeleza vizuri. Hao wabunge wachukue majukumu yao. Tiba yake inaweza kuwa nini? Tiba yake ni kutengeneza sheria ambayo
haitoi favorism kwa chama chochote. Sheria hizi unataka zitengenezwe ambazo hazitotoa favor, zitapatikana vipi iwapo wale ambao wanapaswa kutengeneza hizo sheria ndio hawa ambao sasa hivi wamepewa mamlaka ya kuwa pale bungeni na wanaziunda hizo sheria? Sio kweli. Sheria ni sisi wananchi, ni kuamka tu kwambia hili no. Unajua ngoja nikwambie hivi, sheria ni matokeo ya mfumo wa jamii. Ukiwa na watu wa hovyo hovyo utazalisha viongozi wa hovyo hovyo. Kwa hiyo tusiwalaumu wale wapo kule. Sisi ni wanahabari, tunazunguka katika maeneo mengi sana kuzungumza na wananchi. Ndio. Hayo unayosema wananchi waamke, wengi ukiwauliza leo wanasema ni kama kumejengwa hofu fulani ya kwamba ukizungumza hivi hiki kitakutokea. Wananchi hawa watapata wapi hiyo nafasi ya kupaza hizo sauti? Hofu ya nini? Kwa sababu nchi hii ni ya kwetu wote. Unajua kuna mtazamo ambao ni tofauti sana. Kuna watu wanafikiri leo mtu akiwa kiongozi ndio mtu bora. No. Kiongozi kwa mfano tuchukulie mkuu wa wilaya hapa leo katika wilaya ya Njombe zinahitajika mmoja tu. Sasa wote hatuwezi kuwa viongozi, lakini sio kwamba yeye ana akili kutuzidi sisi. Hii nchi ni ya kwetu. Tuzungumze kwa pamoja, tushauriane kwa pamoja, tutengeneze mustakabali wa pamoja. Kwa mfano kama Njombe tuna resources nyingi tu, tunaweza kuzungumza kwa pamoja. Tunataka nini kifanyike? Sio kwamba kiongozi akisema jambo linasikilizwa. Kwa mfano, mimi nimemsikiliza vizuri sana mkuu wa mkoa na tuna bahati ya kupata mkuu wa mkoa ambaye ana mtazamo mzuri tu, ukiacha ubinadamu wake, kwa sababu kila binadamu sio malaika anakuwa na upungufu. Mkuu wa mkoa, watu walikuwa na hoja hapa ya kubadili jina la Njombe Kusini, sijui Njombe mjini. Hii sio hoja. Hivi ni vihoja. Kwani mimi nataka kukuuliza, Mamongolo hawataki umeme? Idihani hawataki umeme? Njombe mjini hawataki umeme? Ukibadili jina kuita Njombe Kusini, Njombe sijui nini, inakusaidia nini? Turekebishe sheria na turekebishe neno tawala. Sasa mimi nataka kudeclare interest. Mimi nilikuwepo wakati wa kugawanya iliyokuwa Njombe District Council. Nataka kudeclare interest. Mimi wakati tunafanya huo na watu waliounda mchakato ule, halmashauri ya Njombe mji ilikuwa ifiki mpaka Mamongolo. Mzee Mwanyika ambaye babake Deo Mwanyika, Mungu amrehemu, alikuwa mwenyekiti wa halmashauri wakati huo. Kabla hajaje tena kuwa mwenyekiti wa halmashauri ya mji, Njombe mji, tunaita Njombe mji. Tuligawa maeneo vizuri sana kwa kitu kilichokuwa kinaitwa Njombe, iliyokuwa halmashauri ya Njombe ambayo ilikuwa inahusisha Makambako mji, Wanging'ombe, Njombe District Council na Njombe Town Council. Mgawanyo wake ulikuwa ni radius ya kilomita 25 tu ndio iwe Njombe mji. Lakini kwa interest za kisiasa walizokuwa nazo wanasiasa, walibadili haya maamuzi na kuamua jimbo lote lililokuwa la Njombe Kusini kwa wakati huo ndio iwe halmashauri ya mji. Na kurudisha tena kwenye tume huru. Ndio. Kwa maoni yako na kama mbobevu wa masuala ya siasa, ungetamani iwe na sura gani kusudi tuweze kwenda vizuri? Ili twende vizuri, kwanza lazima tukubaliane uhuru huo, tume huru tunayotaka tukubaliane kwa pamoja. Tunataka tume huru ya mtindo gani? Kwa sababu ukiwa na tume huru inayokufeva, inawezekana mtazamo wa Chadema tume huru labda iwafeve wao, mtazamo wa CCM tume huru iwafeve wao, mtazamo wa CUF tume huru iwafeve. Hilo mimi ndio ninalolikataa. Tume huru tukubaliane, tunaposema ni tume huru ya uchaguzi, tukubaliane tunazungumza uhuru upi kwa pamoja. Shida, kuna watu wanataka kuimiliki nchi. CUF wanataka kuimiliki nchi, Chadema wanataka kuimiliki nchi, CCM wanataka kuimiliki nchi. No! Hii sio nchi yao peke yao, ni nchi ya kwetu wote. Kwa hiyo tume huru tunataka kuizungumza, tukubaliane. Mbona Wakenya wenzetu wamekubaliana tume huru ni ipi? Malawi hapa kuna tume huru. Ukienda Zambia kuna tume huru. Kama tutafanya uchaguzi, alafu kwenye uchaguzi huu kuna yani ili wewe upate ushindi, ni lazima watu kama wewe ni wa CCM waje kwa 210 ndio unashinda. Yani ili wewe utangazwe. Kwa mfano kule Nkasi kule kwa yule kesi, mwanangu alishinda, ndio mgombea peke yake wa Chadema alishinda. Timbwili lake sio mchezo. Halafu tume hiyo itakapokuwa huru haitatoa mwanya kwa mtu kutuzungusha.
Na ukishaweka uhuru huo, kila chama kitamteua mtu anayekubalika na anayekwenda kufanya maendeleo. Na hapa naomba ni declare. Kwa mfano kama sasa hivi tunamchagua mbunge ili akafanye nini? Kwa sababu ilitakiwa tuwe na agenda. Tunamtaka mbunge wa Njombe. Matatizo yetu ni 1 2 3. Anayetufuata anayefaa ni mtu anayeweza kuja kutatua haya matatizo. Sio mbunge anafika pale mwingine anasema mkafuge simbilisi, mwingine anafika mkafanye kitu fulani. Tunakuwa hatuna common agenda. Hilo lazima turekebishe. Kwa hiyo mimi mtazamo wangu, tukubaliane kwa pamoja. Tunataka tume huru. Hiyo tume huru ni ipi? Sio kwa mtazamo wa Chadema, sio kwa mtazamo wa CCM, sio kwa mtazamo wa kafu, ni kwa mtazamo wa kwetu wa Tanzania wote. Ndio useme sasa iweje? Iweje tutakubaliana? Kwa mfano tunaweza kusema mwenyekiti wa tume ataomba kazi. Sifa zake ni 1 2 3 4 5. Akishaomba kazi wako 200, wakipatikana 6, mmoja katika hawa rais atamteua. Umeona hiyo kitu? Tukubaliane. Lakini sio mtazamo wa kwangu mimi pekee. Na rais lakini bado ni mwanachama wa chama fulani. Hakuna shida. Hakuna shida. Kwa sababu atachagua katika watu walioomba kazi. Kwamba huyo mtu ana mlengo, sio interest yake. Yaani unajua iko hivi. Umeambiwa umefanya mitihani, wanakuambia unatakiwa uchague maswali 3 yaliyo kwenye karatasi yako ya maswali. Yako maswali 20, chagua 3. Sio nje yale, usianze kusema kwamba mimi nilipenda nitungiwe swali fulani. No, yako hapa ndio tuliokubaliana. Haya ndio maswali tuliokubaliana. 3. Chagua yako 20, chagua 3. Hebu tupe sifa chache tu za aina ya tume ambayo unatamani ifanye kazi katika. Mimi aina ya tume ninayotamani, kwanza turekebishe sheria. Halafu mimi natamani tume iwe uhuru. Uhuru naozungumza mimi, isiwe tume ambayo inaweza ikafanya kazi kwa maelekezo ya mtu yoyote. Mtumishi yoyote wa umma Tanzania ni msaidizi wa rais. Ukimtoa mtumishi wa umma, leo hii wewe ni mtumishi wa rais. Ni msaidizi wa rais. Rais leo hii akisema anakuja Njombe, akamuita wewe, mwanangu, atakimbia hapa spidi ya kwenda sio ambayo huwezi kuikadiria. Naam, sifa ulizozitaja. Unaona mtu huyo akipatikana kwa aina ya mfumo wa nchi yetu tuliona? Wapo wengi tu. Wengi tu. Wapo watu wengi tu wanaoweza kufanya hivi. Kwa sababu si tutaweka criteria. Kwa mfano unaweza kusema ili uwe mwenyekiti wa tume huru, labda uwe na sifa ulishawahi kuwa jaji. Na katika jaji tunaweza tukasema katika kesi ulizowahi kuzifanya, katika kesi zile prominent case ulizowahi kuzihukumu, hazikuwa na shaka, zisipungue 4, utashindwa kupata majaji wa mtindo waliostaafu. Kwa maana hiyo unakiri wazi kwamba hii tulionayo sio tume huru. Huu ni mtazamo wangu. Kwa sababu ndio kwa maana nimesema lazima tukubaliane. Huo uhuru tukubaliane. Tunapotaka kufanya mabadiliko kama haya, bila shaka kuna changamoto, sio? Sasa manake iliyopo inaweza kawa sio huru, na ndio maana tunaitaka tume huru ya taifa ya uchaguzi. Ni kweli. Tunashukuru kwa maoni yako hayo. Wakati tunaelekea mwishoni kabisa, mtazamaji wa Digital News Tanzania, Njombe TV pamoja na The Standard Media, tuko hapa leo na Humphrey Milinga, mtaalamu wa masuala ya uchumi, siasa na kadhalika. Tunazungumza naye hapa kuweza kupata maoni yake kuhusiana na siasa ndani ya mkoa wa Njombe, lakini pia taifa kwa ujumla. Mimi ni Ibrahim Godfrey Mlele. Humphrey, mimi nataka kufahamu kitu kimoja wakati tunaelekea ukingoni. Tunapozungumzia uongozi, bila shaka ni kuonyesha njia. Sijui una maoni gani kuhusiana na utendaji wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tangu amechukua kijiti mpaka hivi sasa? Mimi naona anafanya kazi vizuri kabisa. Mama Samia Suluhu Hassan, maua yake tumpatie, ila wasaidizi wake kwa mtazamo wa kwangu wanampotosha. Kwa nini wanampotosha? Kwa sababu pesa nyingi zinakuja. Je, miradi inafanyika? Angalia ripoti ya CAG. Inaonyesha kuna matundu mengi sana ya pesa kuvuja. Sasa kama wasaidizi wake wangekuwa namsaidia hayo, kungekuwa na kupungua kwa pesa za umma zinazopotea. Wewe unaambiwa kwa mfano wanakuambia halmashauri fulani haikupeleka kiasi fulani cha pesa wapi? Benki. Angalia hilo jambo, sawa? Maana yake kuna mkaguzi wa ndani katika hiyo halmashauri. Kuna mkurugenzi mwenyewe. Hiyo halmashauri iko chini ya DC.
hiyo halmashauri juu yake kuna mkoa pale, kuna ofisi ya mkuu wa mkoa, kuna wataalamu kibao. Kwa nini haya hawayashughulikii mpaka CAG aje kuyaona kwamba pesa milioni kadhaa hazikupelekwa benki? Kwani hilo swala mngependa nini kifanyike kunapotokea ufujaji wa fedha namna hii? Nyinyi kama wadau na wananchi mngependa nini kifanyike? Watu wanaohusika na ufujaji wa pesa washughulikiwe kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu. Sasa je, wanashughulikiwa? Kwa sababu hizo skendo zimeendelea kuwa kwa miaka yote. Mimi toka nikiwa na, yani ukiangalia kwamba skendo kuna sehemu fulani pesa zimechukuliwa, kuna sehemu fulani, lakini nini kinaendelea? Unaona kwamba hakitupi tija sana. Tumezungumzia mambo mengi sana kuhusiana na Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Wakati ambao tunaelekea kuhitimisha kipindi chetu, nikupe mfano mmoja hapo wa mwanasiasa mmoja mkongwe na mtumishi mwandamizi wa serikali. Baada ya kustaafu, leo akizungumza naye na akaniambia kwamba katika taifa letu kwa aina ya mfumo wa uongozi ambao tuko nao ni vigumu sana kupata tume huru ya taifa ya uchaguzi. Akitolea mfano kwamba iwapo taifa linataka tume huru ya uchaguzi, basi ni vema kutumia hata jumuiya za kimataifa. Wakati mwingine pengine watolewe baadhi ya wajumbe kutoka huko, waingizwe na watumishi wachache ambao watatolewa katika taifa letu, ili iweze kuundwa na kupatikana tume huru. Unaiona hoja katika hayo maoni yake, na pengine inaweza kuwa msaada kwa kiasi gani? Sioni hoja kabisa, kwa sababu hili ni taifa huru. Ndio kwa maana nimesema tunatakiwa kukubaliana. Unajua, mfano leo nataka niwaambie, unajua sisi tumejichanganya. Ukitolea mfano wa China ni nchi ya chama kimoja. Wanasiasa wa chama kile cha Chinese Communist chama cha kikomunisti cha Kichina cha China, wanasiasa wake they are so bright, yani ni watu makini sana, kwa sababu wanakwenda kuisimamia serikali. Sasa mimi nataka nikuulize swali moja tu. Hii katiba yetu sisi leo tunasema kwamba mbunge ilimradi ajue kusoma na kuandika, alafu anakwenda kumsimamia mtu mwenye PhD. Hata kama kweli Mungu anatoa kalama, hapo pana kazi. Hapo pana kazi. Kwa hiyo maoni ya huyo bwana anataka kutupeleka kwenye utumwa tena. Sisi tuko huru. Sisi tume tuitengeneze wenyewe, tunatakaje. Sasa itatengenezwa vipi iwapo chama kimoja ndicho ambacho kinaonekana kina nguvu zaidi, na kwa namna yoyote ile hakuna namna ya kusema tunaweza kikaruhusu mianya ya kuweza kuondolewa katika dola? Hiki chama sio kwamba kina nguvu, ni udhaifu wa Watanzania. Sio chama. Watanzania wanasema siasa sio kipaumbele chao. Kwa hiyo wajanja wachache, na ndio kwa maana watu wote wanaodili na mambo ya kiuchumi ni wachache sana wako kwenye siasa. Wengi wanasema ngoja tufanye shughuli zetu. Lakini ninachotaka kusema siasa ndio kila kitu. Okay. Sawa, maswali mawili tu ya mwisho ya kuhitimisha. Kwanza ni umesikiliza mikutano ya Chadema. Miongoni mwa hoja kubwa zaidi ambazo ziliibuliwa mfano hapa Njombe ni swala la ujenzi wa viwanda ili kuweza kukabiliana na changamoto ya ajira nchini. Unaiona hoja hiyo ina nafasi? Ndio kwa maana nilikuwa nasema Chama cha Mapinduzi kina mambo mengi ya kuzungumza. Kwa mfano, Njombe sasa hivi tuna zao la parachichi. Kila siku tunalaumu mwekezaji. Nataka nikuulize swali moja tu, mwandishi wa habari. Kwani watu wa Njombe hatuwezi tukawekeza kwenye zao tukawa na viwanda vya parachichi? Kwa mfano, kuna viwanda hapa vya kuangalia size ya parachichi, vya kuangalia kama parachichi limekwaruzika. Asilimia zaidi ya 90, sina takwimu kamili, lakini viwanda vingi sio vya Watanzania. Na Watanzania hawa wana pesa za kuanzisha hivyo viwanda. Na mimi ni mdau wa TRA. Kuna siku nimeshawahi kuambia kwa TRA, hawa wanaonunua parachichi hapa Tanzania wanalipa zile kodi wanaponunua parachichi na kuanza kuzisafirisha. Lakini parachichi zikishauzwa India, zikishauzwa China, zikishauzwa Dubai, hela ziji Tanzania, zile pesa za kigeni. Wale wana akaunti za pesa za kigeni. Na ndio kwa maana hapa Tanzania makampuni yanayonunua parachichi ya Kitanzania hayazidi 4. Kwa sababu haya makampuni ya Kitanzania yanalipa kodi vizuri sana, kwa sababu pesa zile zinapoingizwa kwenye akaunti zako TRA wanaziona. Kwa hiyo lazima walipe mapato. Lakini wale watu wengine wa kutoka nje, sawa,
wao kodi watakazolipa ni zile za hapa na baada ya kuexport, lakini zile hela zikisharudishwa kule haziingii kwenye akaunti. Hawana akaunti hapa Tanzania, zinaingia kwenye akaunti za nchi zao. Sasa ndio kwa maana nasema watu wa mkoa wa Njombe hawakuwa na issue ya kuzungumza kuhusu mtu fulani kupigwa. Wana issue ya kuzungumza kwa nini hatuna viwanda vya parachichi wakati watu wana uwezo wa kuwekeza. Wanatakiwa kuelimishwa watu wa Njombe. Kwa mfano kiwanda cha parachichi cha kusoti parachichi, kubwa parachichi hakigharimu zaidi ya bilioni 4 na watu wa Njombe wanaweza kufanya hivyo. Kwa hiyo issue ya viwanda ni ya msingi, na issue ya viwanda ndio inayetatua kwa kiwango kikubwa. Sawa. Kwa mfano mimi nakumbuka wakati ule kulikuwa na kiwanda cha Ufi pale Dar es Salaam, kulikuwa na Urafiki, viwanda vingi vya nguo vilikuwa vina ajili vijana wengi sana. Na uzuri wa kiwanda kinaajili toka mtu mwenye elimu ya juu sana mpaka mtu wa kawaida, atapika mchicha, atafanya nini. Tuhitimishe kwa hili. Wakati huu ambao miluzi mingi sana, kwa maana tunasikia CCM tunaenda kwenye uchaguzi, Chadema no reform no reaction na no election, na sasa wameungana na ACT Wazalendo, wakati vyama vingine navyo huku vinasema tunakwenda kwenye uchaguzi. Miluzi mingi hupoteza mbwa. Mtanzania huyu sasa wa kawaida afanye nini wakati huu ambao miluzi mingi sana inamvuruga? Hapa kuna miluzi mingi, nchi ni ya kwetu wote, ni kuamua tunataka kwenda kwenye uchaguzi au, kwa sababu ngoja nikwambie, ajenda ya Chadema itafanikiwa tu pale ambapo yale wanadai yasipotekelezwa, wakawazuia watu kutokwenda kupiga kura. Na watu wasipoenda kupiga kura watakuwa wamefanikiwa, maana wao hoja zao zitakuwa na msingi. Lakini wakishindwa kuwazuia watu kwenda kupiga kura, maana yake wananchi wamezipuuza nini hoja zao. Lakini hayo yote yanategemea kama tunalipenda taifa la Tanzania na ni wazalendo. Nakushukuru sana Humphrey Miringa. Na mtazamaji, tumefikia tamati. Tulikuwa tukizungumza hapa na Humphrey Miringa, mdau wa masuala ya maendeleo, lakini vile vile mdau wa masuala ya habari na siasa. Mimi naitwa Dickson. Asante sana kwa muda wote uliokuwa na sisi. Tukutane tena wakati mwingine, na kwaheri.